Madam, poleni kwa mchezo. Dakika 90 umepata kuzishuhudia. Tuambie ilikuwaje? Ulikuwa ni mchezo mgumu kama michezo mingine, lakini kwetu sisi falsafa yetu tunaamini kwamba siku zote tunakuwa na matokeo mazuri kwa sababu ya timu na aina ya kikosi ambacho tunacho. Kwa hiyo mimi naamini kwamba haijaisha, na wakati tunacheza robo finali matokeo yalikuwa kama haya nchini Misri, lakini tulikuja uwanja wa Mkapa tukabadilisha matokeo. Kwa hiyo kwa kumaliza mchezo huu leo hapa bila matokeo tuliyotarajia, bado inatupa morali sisi kama management kuhakikisha tunaandaa mazingira mazuri hasa kuelekea mchezo wetu marudiano. Unaamini ni pressure ambayo ndio imepelekea Simba kuruhusu magoli mawili hasa kwenye kipindi cha kwanza hiki? Mimi sio mwamuzi wa mchezo, lakini nafikiri kwa kiwango kikubwa wote tumeona jinsi mpira ulivyochezwa, lakini pia naamini kwamba vijana wetu wamejitahidi, na kwa kasi ambayo mpira ulikuwa unaenda ilikuwa ni kuna aina ya matokeo matatu ambayo tuliyatarajia, either to draw, tupoteze ama tushinde. Lakini mimi naamini bado sisi kama timu ya Simba bado tuna nafasi nzuri ya kupata matokeo nyumbani. Ni kitu cha kushangaza madam, timu ambayo imepoteza kwenye uwanja wa ugenini, lakini bado tunaona shangwe linaendelea kwa mashabiki wa Simba, na wewe pia umeungana nao kufurahia hicho. Pengine labda ni kwa sababu ya idadi ndogo ya magoli ambayo umeruhusu, na mna imani kwamba mtakwenda kufanya vizuri kwenye uwanja wa nyumbani? Ni kwa sababu ya aina ya kikosi ambacho tulicho nacho, na mimi naamini katika falsafa ya kwamba it's not over until it's over. Na siku zote sisi tumefanikiwa kampeni zetu nyumbani Tanzania kwa sababu tunaamini siku zote mchezaji wa 12 ni mshabiki. Kwa aina hii ya uhamasishaji ambao umeendelea hapa ni kwa sababu ana matumaini, na sisi tunaamini kwamba itaenda kuwa ni finali ya kipekee hasa tutakapoelekea kufanya mchezo marudiano nyumbani. Kwa hivyo mipango inaanza sasa kuelekea kwenye mchezo wa marudiano kwa finali? Mipango ilishaanza na inaendelea. Kinachofanyika hapa ni kuhitimisha ratiba yetu ya Berkane na kujiandaa na ratiba yetu mpya tunaporejea nyumbani Tanzania. Neno lolote kwa mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanafuatilia mchezo huu ambao walikuwa nje ya hapa Morocco? Simba nguvu moja.